Nimwite sasa Mheshimiwa Daktari Regina Christopher Malima. Swali hili kwa niaba litaulizwa na Mheshimiwa Mashimba Ndaki. Swali linauliza, je, serikali ina mkakati gani wa kuendeleza kilimo cha machungwa kama mbadala wa kiuchumi katika kisiwa cha Ukerewe? Swali namba 465 naomba lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Halmashauri inalo eneo linalofaa kwa kilimo lenye ukubwa wa hektari 39,121.6 ambapo malengo ya kilimo cha machungwa msimu wa mwaka 2025-26 ni hekta 1,731.7. Eneo linalolimwa mpaka sasa ni hekta 1,312 sawa na 76% ya lengo. Eneo linalovunwa ni hekta 1,123 ambapo mavuno yaliyopatikana hadi sasa ni tani 37,75.5 za machungwa na uvunaji unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile serikali kupitia halmashauri ya Ukerewe inatenga bajeti ya shilingi milioni 30 kila mwaka kwa ajili ya ununuzi wa miche ya matunda na kuimarisha vitalu vya kuhifadhia miche. Katika msimu wa mwaka 2025-26 halmashauri hiyo imenunua jumla ya miche 2,000 kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine SUA kwa kutumia fedha za mapato ya ndani. Miche hiyo ilisambazwa kwa baadhi ya wakulima na taasisi 14 kwa ajili ya kupandwa. Aidha, serikali itaongeza wataalamu watakaotoa elimu bora juu ya kilimo cha machungwa, kutafuta masoko na kutafuta fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu ya umwagiliaji katika mashamba hayo. Mashimba Ndaki, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kuwa zao hili la machungwa wilayani Ukerewe kwa sasa linalimwa kwa wingi, serikali inaonaje kutafuta wawekezaji watakaowekeza kwenye kiwanda cha kuchakata zao hili ili kupata zao litakalokuwa na thamani zaidi? Swali la kwanza. Swali la pili, kwa kuwa pia mazao haya mbadala yako yameenea kwenye maeneo yetu mbalimbali nchini, na jimbo langu la Maswa Magharibi tuna zao mbadala la alizeti, serikali ina mkakati gani kutusaidia kupunguza bei ya mbegu za alizeti, lakini pia kutafuta soko la la mafuta ya alizeti kutoka wilayani kwetu Maswa? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimshukuru Mheshimiwa Mashimba Ndaki, mbunge wa Maswa Magharibi, kwa maswali mawili ya msingi. La kwanza ni kuhusu eneo la Ukerewe ambapo ameomba jitihada za serikali kuhakikisha tunapeleka wawekezaji, na sasa hivi wizara moja ya mchakato tulionao ni kuongea na wale wawekezaji wanaozalisha vinywaji vinavyotokana na matunda hapa nchini kuenda kama vile wale kina Jambo, watu wa kina Baresa ambao ni Azam, kina Azania, kina Mo, wote wale tumekubaliana kwamba tukae nao na tutengeneze mkakati wa pamoja wa kuhakikisha kwamba wananunua matunda hapa nchini na kusaidia wakulima wetu. Lakini kuhusu bei ya mbegu ya alizeti, alizeti ni moja ya zao ambalo serikali tunatoa ruzuku kwenye zao ya mbegu kwenye zao la alizeti. Kwa hiyo ipo na tunachokifanya tu ni kuongeza tu idadi ya mbegu ambazo zitawafikia wakulima. Kwa hiyo hilo ni kuthibitishia tu Mheshimiwa mbunge kwamba tumeweka ruzuku katika alizeti na Maswa Magharibi ni sehemu ya wanufaika na tutawafikishia mbegu hizo kwa wakati. Asante.